Tangu tarehe 1 Machi walipocheza dhidi ya watani zao kwa upande wa klabu ya Yanga, Simba Sports Club, hatimaye siku ya leo wanashuka pia dimbani kuvaana moja kwa moja na vijana wa B19 ama unaweza kuwaita Barbarian, ambao wanashuka dimbani hii leo. Ni moja ya mchezo ambao kwa upande wa klabu ya Simba wanaochukulia kwamba ni mchezo wa kupambania kombe. Tunasema hivyo kwa sababu ni mechi ambayo ukipoteza tu basi habari yako inakuwa imemalizika. Kwa hiyo ni mechi ambayo tayari kwa upande wa mwalimu Steve Barker anafahamu nini hasa ambacho anakihitaji, na mimi tayari nina kikosi hapa ambacho kwa upande wa klabu ya Simba wamekianzisha. Ukitazama kikosi kina mabadiliko kadha wa kadha tofauti na wale wachezaji ambao waliweza kuanza kwenye mechi iliyopita dhidi ya Yanga, na utakwenda kufahamu hapa ni wachezaji gani hao ambao wameingia kwenye kikosi cha kwanza kwa siku ya leo. Lakini kabla sijakwenda kukuangazia, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa upande wa goalkeeper yupo Hussein Abel. Kwa upande wa Hussein Abel tunafahamu ni mlinda mlango nambari 2 kwa sasa baada ya Jibril Kasari, lakini pia kumbuka Yakubu Suleiman akiwepo yeye anakuwa ni nambari 3, lakini kwa sasa yeye ndiye ambaye anakuwa nambari 2. Hivyo kwenye mchezo kama wa aina hii ambao mara nyingi utaonekana mpira ukiwa kwa upande wa klabu ya Simba, basi utamwona Hussein Abel akishikilia milingoti mitatu. Yeye ndiye goalkeeper ambaye anaanza. Tunafahamu ni goalkeeper ambaye akipata nafasi anaonyesha uwezo wake, ni goalkeeper ambaye amekuwa ni mzuri mara zote. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo David Kameta Duchu. Kameta tunafahamu ni beki ambaye ana uwezo mzuri pia kuweza kushambulia kasi yake, lakini pia uwezo wa kupiga cross. Ana ujasiri mkubwa wa kupanda mbele zaidi kwenye mechi hii ambayo kwa upande wa Simba watakuwa kipanda zaidi kusaidia mashambulizi. Utamuona David Kameta akiungana na mawinga kwenye eneo la mbele zaidi. Lakini pia kwenye eneo la kushoto yupo Anthony Mligo. Kwa upande wa Mligo ni kijana ambaye alianza ligi kwa kupata nafasi kwenye kikosi, lakini baada ya ujio wa Steve Barker mambo yakawa ni magumu kwa upande wake, akaingia Nixon Kibabage. Lakini kwenye mechi ya namna hii utamuona lazima kwenye kikosi cha kwanza. Ana uwezo wa kukaba na uwezo wa kusoma hatari. Jukumu lake ni kuhakikisha tu washambuliaji wa Barbarian wapate nafasi kwenye eneo la pembeni. Lakini pia kwenye eneo la mabeki wakati yupo Ismail Toure. Kwa upande wa Ismail Toure ni beki ambaye tangu ameingia kwenye kikosi unaona kabisa kwamba sasa hivi Simba kumekuwa na utulivu kwenye eneo la ulinzi. Sasa yeye ndiye ambaye atakuwa akiongoza safu ya ulinzi kutokana na utulivu wake mkubwa. Atakuwa akiungana na David Kameta pamoja na Anthony Mligo kwenye eneo hilo la ulinzi, yani ile backline ya watu wanne. Lakini pia Vidasals Masinde yeye atacheza kwenye eneo la beki ya wakati. Ni moja ya beki ambaye tunasema kwamba akipata nafasi anaonyesha uwezo, kasi yake, kutuliza tempo ya mchezo, amekuwa anacheza vizuri. Hivyo kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kuleta utulivu kwenye eneo la ulinzi, na anamuamini kwamba kuna kitu hasa ambacho atakionyesha. Lakini pia kwenye eneo la kiungo yupo Alassane Kante kama kiungo mkabaji, ambapo Kante atakuwa ndio nguzo kwenye eneo la kiungo cha Simba. Ni kutokana na uwezo wake pia wa kukaba, kuchukua mipira kutoka kwa wapinzani, lakini pia kusambaza mipira, kwa sababu mwalimu anataka katikati pale kuwa soft zaidi kulingana na aina ya timu ambayo wanacheza nao. Lakini pia jukumu lake itakuwa ni kulinda mabeki, lakini pia kuvunja mashambulizi ya Barbarian, lakini pia kuanza na mashambulizi kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo Kante atakuwa anafanya hivyo. Lakini pia kwenye eneo la viungo wako viungo washambuliaji wawili. Kwanza yuko Ino Loemba. Kwa upande wa Loemba tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na uwezo wa kuunganisha timu, ana uwezo wa kupiga pasi, ana maono, lakini pia ana uwezo wa kuunganisha ulinzi. Kwa upande wa kocha atakuwa akimlinki vizuri kwenye eneo hilo, ambapo atakuwa anacheza pamoja na Neo Maema. Kwa hiyo atakuwa viungo wawili kwenye eneo la juu. Kwa upande wa Maema tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na ubunifu mkubwa, kasi, uwezo wake, ni mchezaji ambaye amekuwa ni mzuri zaidi hasa kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye eneo la winga kulia yupo moja kwa moja yupo Libas Geye. Libas ambaye ameweza kuonyesha uhatari wake kwenye mechi za hivi karibuni. Ni mchezaji ambaye amekuwa na kasi, dribble yake imekuwa ni nzuri, uwezo wa kupiga cross. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kushambulia kutokana na namna ambavyo anahitaji. Wakati huo pia Elim Panzu atakuwa akitokea kwenye eneo la winga pembeni kushoto. Mpanzu ni mchezaji ambaye kwa sasa hivi ni kama hivi kuna vitu vimepungua, lakini bado kidogo kidogo unaona mwalimu anaendelea kumpa nafasi ili kuweza kurejesha kile kiwango ambacho alikuwa nacho hapo awali. Maana kwamba ataungana pembeni huko akiwa yuko na Anthony Mligo kwenye eneo la kushoto, kwa sababu atakuwa anataka kushambulia zaidi. Lakini pia kwenye eneo la kushambulia yuko Baraka Mwangosi. Baraka Mwangosi mpaka sasa hivi ndiye namba 9 ambaye amesalia ndani ya kikosi. Kwa hiyo mwalimu ana chaguo moja kwa moja, anapata nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza.
Ni mchezaji ambaye tayari amefanikiwa kufunga goli moja tangu ametua ndani ya klabu ya Simba, na alifunga kwenye mechi hizi za kombe la CRDB. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtaka kuwa target man, lakini pia atakuwa akimhitaji kutaka kufunga zaidi, lakini pia kuweka pressure zaidi kwenye eneo la mbele. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinasubiriwa ni namna ambavyo ataweza kuonyesha uwezo wake kwenye mechi ya siku ya hii leo.